Wewe binafsi unadhani ni kwa nini kuna baadhi ya hao wachache wanapinga ufalme wako? Unadhani ni jambo la kimungu zaidi kwa sababu kama unafanya kitu alafu hakuna mtu anaye doubt maana yake hujakamilisha hicho kitu, wewe sio kweli. Ndio maana hata kwenye mambo ya ushindi wa kila kitu, mshindi mzuri ndio anashinda kwa 60-70. Kuwe na watu wanaomkataa ili waje kumpa challenge kufanya vizuri. Kile kisia ushindi 90 ngapi mara nyingi huwa sio halisi. Ushindi halisi una mpinzani. Hata Mungu ni muweza wa yote. Lakini sio kuna shetani anapinga kazi za nani? Za Mungu. Kwa sababu mimi binafsi wao wanaonipinga ni watu sahihi sana kwenye maisha yangu ya sanaa. Sababu kwanza wamenipa challenge ya kufanya vizuri zaidi kwenye nyimbo zilizofuatia. Ndio basi sikupoa baada ya Ufalme Rem nikaendelea kufanya vitu vizuri. Makarata Dume akatoka, Kingdom, Simba Dume, mangoma mengi yakatoka, umeona? Kwa walinipa hamasa. Kwa hao lazima wawepo. Inawezekana wengi wanapinga mdomoni tu kwa sababu waonekana, lakini machoni meoni mwao wanasema Afande noma. Unajua? Bab kubwa bana, ukiacha kwenye sanaa, Afande ni balozi wa mazingira. Na hii sio cheo ambacho ulijipatia, ulipatiwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna vitu ambavyo aliviona kwako akaona unafaa kabisa. Mazingira na vyanzo vya maji. Mazingira na vyanzo vya maji. Bab kubwa, na hiyo kazi tunaona unaifanya vizuri sana. Kuna muda tunawasiliana wananiambia bana niko huku bana natekeleza jambo na nini. Na hiyo ni Tanzania nzima. Sehemu ambayo unatokea umepambana kiasi gani na umefikia wapi kuhakikisha mazingira na vyanzo vya maji vinakuwa salama? Mimi nadhani kwa hapa Morogoro, ukisikia hata wimbo wangu wa zamani wa nikiwa mbali wa Morogoro ile karibu Morogoro, nilikuwa nasema kwa mfano Morogoro tunajivunia milima, mbona nikasema na ukichoma mlima pombavu kila ukihema. Yani toka zamani Morogoro ilikuwa noma, hata kama kiangazi mtoni unaweza zama. Tofauti na hivi sasa, umeona bwana hivyo. Lakini pia nimeweza kufika kwenye maeneo mengi. Kwa mfano kwenye vyanzo vya mito hivi nimefika, kwenye mabwawa haya. Hata ninapoenda mimi kupanda miti na watu wengine, juzi nilikuwa na TFS tumeenda Dakawa kupanda miti sana. Kwa mimi nafikiri mimi kwa nafasi yangu nimeipigania Morogoro kwa kiwango kikubwa sana. Ndio maana sikuona ajabu Mheshimiwa Rais kunipa jukumu lile, kwa maana kuanzia leo utazungumzia mabadiliko ya tabia nchi na vyanzo vya maji. Kwa sababu alitambua mchango wangu, lakini pia alitambua natokea Morogoro. Mji ambao umebarikiwa kuwa ni kama mtungi vile wa maji. Ambao majiji makubwa kama Dar es Salaam, ambao ni mji mkubwa wa mashuhuri wa kibiashara, unahitaji maji kutoka Morogoro. Mkoa wa Pwani ambao ndio mkoa wa viwanda, na nafahamu taifa yote, uchumi wa nchi yote ni viwanda. Viwanda vingi viko Pwani. Wanategemea maji kutoka Morogoro. Na ndio maana pia baadaye akaja waziri wa maji Mheshimiwa Juma Hamid Aweso akaniambia bwana, sasa pamoja na mambo yote alikupa rais ya kuwa balozi wa vyanzo vya maji nini, lakini mimi kama waziri na kuteua kuwa balozi wa bonde la maji la Wami Ruvu. Yani lile ni yani waliniletea vifaa nyumbani, wakuja kunifuata nyumbani watendaji wale. Wakaniletea vifaa vyote pale, kina Bilali dada yetu Rukia yule pale. Bwana waziri kasema kuanzia leo uwe balozi wa maji. Umeona bwana? Kwa hiyo nadhani mimi nafasi yangu nimeitumikia ipasavyo, ndio maana hata viongozi wakubwa wameendelea kuniamini, wakiamini mimi hapa Morogoro na nafasi hiyo. Ingawa bado changamoto ni ndogo tu, kwamba vile zamani tunapewa kitaifa, unapewa na rais zamani, unapewa na waziri zamani, lakini ule ushirikiano moja kwa moja kutoka watendaji wa hapa sasa kidogo unakuwa mbali sana. Unaweza kutoa matukio makubwa yanafanyika pengine na bonde la Wami, lakini mimi kama balozi wao sina taarifa. Au matukio yanafanyika pengine na hata Muruwasa, lakini mimi kama balozi sina taarifa. Wakati mwingine napigiwa simu na waziri, bwana kuna kitu kimefanyika huko, vipi umehudhuria, umeshiriki? Naona mbona sikijui, unadanganya. Bwana nimejua bwana, ili usiharibu mipango ya watu, unajua sababu kama mtu waziri anampa mtu dhamana afu wewe umpi majukumu, maana yake hapo unamdharau waziri, sio mimi. Au rais anampa mtu dhamana afu wewe umtumie yule mtu kwenye dhamana ambayo rais kampa, maana yake unamdharau rais, sio mimi. Kwa mimi naamini nafanya kile ambacho nastahili kufanya, lakini pia natamani kuona watendaji wanaopewa majukumu ya kuona kama Morogoro inabaki kwa salama upande wa maji, watekeleze kile ambacho rais amekisema na waziri amekisema, kwamba inaweza kuwa na degree nyingi bwana Abe, una PhD nyingi umekaa ofisini, lakini kama mambo ambayo wewe huwezi kuyajua bila kumtumia Chief Kingalu ambaye ndio mndewa hapa kabisa. Yeye ndio anajua Morogoro na mizimu yake na asili yake na historia yake. Wewe umetoka huko kwenu umekuja hapa kufanya kazi, hujui historia ya Morogoro. Huwezi kujua kuliko Afande Seli ambaye kazaliwa Kichangani, anaogelea mto Kilakala, mto wa Morogoro, mto Kikundi anaogelea toka mdogo.
anajua vyanzo vyake, si jiwe la namba za Kirumi anazijua toka yuko mdogo. Wewe hata kama una degree na PhD huwezi kujua Morogoro kama anavyojua Afande Sele. Ndio maana pengine rais kwa upeo wake mkubwa anasema kuanzia leo Afande simamia eneo hili. Waziri anasema yeye kuanzia leo Afande simamia eneo hili. Kwa mimi nadhani nimejitoa kwa nguvu zangu, lakini naendelea kusema kwamba sina hatia kwa mheshimiwa rais alionteua, sina hatia kwa waziri. Natamani kuona tukishirikiana na watendaji wa hapa Morogoro kama alivyoongea waziri Aweso juzi pale tulipokuwa pale tulikuwa wote hapa ile juzi Magic Club. Akasema na bwana Kingalu yuko hapa, Sele yuko hapa. Mwatumie hawa watu. Lakini unaweza kuona mpaka toka siku ile mpaka leo sisi tumeshapeleka proposal zetu zote kwa watendaji au sikini hakuna mrejesho. Kingalu mpaka kachoka bwana Sele, mimi sijitenda mjini bwana. Tunapeleka mapendekezo yetu kama alivyosema waziri, lakini hatupewi nafasi yote kwa watendaji. Kwa hiyo inakuwa kidogo kama vile mwingeza kusema hii bado tunamhujumu rais. Kwa sababu watu wakilalamika matatizo ya maji hawakulaumu wewe mkurugenzi. Wanamkimbilia waziri wa maji, waziri afanyi kazi bwana. Mbona hatupati maji? Watamkimbilia rais wa nchi. Rais bwana mambo gani sisi Morogoro na shida na maji? Wewe rais vikumbe rais kishatenga hela pale. Waziri kishaita hela pale, kishatoa maelekezo pale, lakini huku chini maelekezo yake yasipotekelezwa maana yake hapo haumkatai Afande Sele. Kwa sababu kama kuna riziki pale sio ya kwako, imetoka wizarani. Unasema mimi si mwiti Afande. Haunikomeshi mimi naendelea kuishi mimi kazi yangu msanii. Lakini unamkomesha rais alionipa jukumu hilo. Unamkomesha waziri alionipa jukumu, kwa sababu zile shida bado zipo. Unamkomesha mbunge ambaye ndo analaumiwa bwana mbona hatupati maji bwana, tumlaumu Brother Azizi. Sio kosa lake. Yeye kishapeleka mapendekezo kule wizarani. Waziri kayaona, shida kaziona, analeta fungu, sasa fungu litumike. Shida kubwa hapa sisi ni elimu. Hata namna ya watumiaji wa maji hawana elimu. Hata wana kulinda vyanzo vya maji sio nguvu, watu hawana elimu ile. Umeona? Kwa sisi ndo kazi yetu. Mimi nikiongea na wananchi wa Kiloka watanisikia kuliko wewe mkurugenzi wa wapi. Wewe wanakula mkurugenzi tu na cheo chako na suti zako. Ila huyu Afande, huyu Kingalu. Umeona bwana? Kwa mimi nadhani Abe kwa upande wa mazingira huku nimefanya vingi, hata kueleza wadogo zangu kama balozi wenzangu Chage anafahamu nafanya vingi, dada yetu Sofia Kalinga anafahamu mimi najitoa, kila za maradi kule TFS wanafahamu. Lakini kuna joint venture ambao sisi ambao wapendekezwaji wa rais na waziri hatupati zile ushirikiano ambao nataka tufanye matukio yetu kama yanavyotakiwa kufanywa kwenye eneo letu. Kwa hata mheshimiwa mbunge anaweza kusema Afande mbona hasaidii jitihada za maji? Sababu nina nafasi ya kumsaidia yeye, sababu hawezi kufika mitaa yote akasema mimi mbunge bwana hivi. Mimi naweza kusema jamani bomba limepasuka hivi. Lifanyeni hivi. Au jamani leo bwana Abe andaa saundi pale kikundi tukatoe elimu ya matumizi bora ya maji. Mimi naweza. Lakini unafanyaje wenyewe bila kupata support ya wale ambao wamepewa jukumu kwa kutekeleza kile ambacho rais amekuagiza ukifanye? Kwa mimi na sometimes nakuwa niko idle tu. Lakini wajibu wangu na utambua, na ninaheshimu mapendekezo ya mheshimiwa rais Dr. Samia, na ninaheshimu mapendekezo ya mheshimiwa waziri Aweso, lakini natamani watendaji tushirikiane eneo hilo. Tufikie hatua ile ambao viongozi wetu wanatamani kuiona kwa wananchi na matokeo yapatikane yale chanya. Nafikiri hiyo ujumbe umefika kwa watendaji kwamba ule ushirikiano wa Chief Kingalu au mabalozi ambao wameteuliwa kuhakikisha mnashirikiana nao ili kuweza kufikisha ujumbe kwa watu, kwa sababu kweli unakuta kuna sehemu watu wanafua mtoni. Afande Sele akisema hiyo wanaelewa. Sababu mimi ni mtu wao. Watu wanachoma mikaa kule juu hatari sana. Wanakata miti. Ile mindu wenyewe mara nyingi haiko salama. Kuna watu wanafanya vitu vingi kwa sababu hawaoni labda faida yake moja kwa moja. Lakini unaweza mtu mwingine yuko pale Kasanga anasema sipati maji. Anaona shida gani kupeleka matakataka mtoni bwana? Anapeleka. Lakini mimi sisi tukifika sisi mabalozi tukapeleka mapendekezo yetu kwao na taarifa tukapeleka moja moja kwenye mamlaka ya maji, wakajua watachukua hatua. Na ninashukuru of course hata kipindi hiki mkurugenzi wao huyu anasikia. Mimi mwenyewe kule kwetu mara nyingine wananifuataga wananchi. Bwana Afande mtaa fulani hakuna maji kabisa bwana. Mimi nampigia mkurugenzi moja kwa bwana ili janga bwana. Sije kamwangukia waziri au wewe mwenyewe. Maana waziri anaweza kukutumbua wewe. Lakini bwana hapa waambie watendaji wako. Sehemu fulani hakuna maji kabisa. Ikitokea umepita rais au waziri, wale wananchi wakatoa video vyao, utakayeumia ni wewe mkurugenzi. Kwa sometimes na wewe angalia sije kama unahujumiwa na wachini yako, kwa sababu hizo vitu vipo kwenye maeneo ya kazi. Unashaka kwa nini leo siku ya zamu ya maji ndio ni zamu, lakini mbona leo zamu ya mkundi afu hayatoki? Je, swala la nani unaambiwa bwana maji kombe yamefunguliwa kwenda eneo lingine? Hilo jambo halimuhusu mbunge, halimuhusu mkurugenzi, halimuhusu rais, halimuhusu waziri, ni wale watendaji wa hapa kati. Kwa sisi ndio viungo
kupeleka taarifa kwa viongozi, bwana hawa watendaji wenu wa eneo hili hawafanyi vizuri. Okay. Lakini sasa ukitunyima ushirikiano, tutashuhudia watu wanachimba mto huko, hatutokuambia wewe mhusika wa bonde, tutaacha maji yapotee kwa sababu wewe hautupi ushirikiano. Lakini sisi tunaweza kusema bwana msichimbe mchanga hapa bwana. Bwana hapa unachimbaje kisima hiki bila taarifa ya bonde? Sababu watu pia hawajui kama hata kisima cha nyumbani ukichimba lazima bonde lijue. Ndio linamiliki maji yote ya juu ardhi na chini ya ardhi kisheria. Lakini nani anajua kama bonde la Wami Ruvu linamiliki maji ya ardhi ya chini na juu? Wengi wanajua maji ni MURUWASA. Kumbe MURUWASA nao ni wao ni wanyonge, na wenyewe wanategemea kuomba maji kutoka bonde. Bonde likiamua leo bwana nyewe MURUWASA atakupeni maji. MURUWASA atakuwa hawana maji. Wewe mwananchi unasema MURUWASA hamjanipa maji. Kumbe tatizo lipo kwenye bonde pale. Na pengine bonde limebanwa na shughuli nyingi, au pengine maji kuyagawa kwa usawa yanashindwa, yako machache, na wao wanahudumia sekta zote, wanahudumia watu wa kilimo, mifugo, wanahudumia watu wa nyumbani, wanahudumia kila mahali. Kwa hiyo linaamua ligawe pengine kwenye kilimo cha mpunga au kwa mchina, sipeleke MURUWASA, huku MURUWASA wanalaumiwa na wananchi. Ingawa sheria inasemaje, maji yakiwa adimu kabisa, kipaumbele cha kwanza wapelekewe wananchi. Sio kwenye mashamba, sio kwenye mifugo. Lakini nani anajua hizo sheria? Ni sisi ndio wakwenda kuwaambia wananchi, kuunganisha kati ya mamlaka zile za serikali, taasisi za serikali na wananchi. Ni sisi ambao tumeteuliwa kwenye nafasi hiyo, lakini tuna mtaji wa watu ambao wao wana elimu lakini hawana mtaji wa watu. Simple. King ndani ya Mega Mix show ya Aboud FM. Leo hii ni mfalme anazungumza ndani ya Mega Mix. Na bana Sele, kuna maswali mengi sana, nafikiri hata muda wenyewe hauwezi kututosha, lakini naona nyingi ni hongera. Kiukweli wasanii wengi ambao wapo Morogoro, wadogo zako wengi, kuna wengine wanasema kiukweli mwanzo nilikuwa najua Afande Sele anatukataa, lakini leo nimejiona nimekosea sana hata nilivyokuwa nadhania. Mwambie bro atusamee na tunampenda kinoma noma, tutamfuata. Wadogo zangu yani hao wanatakiwa wajue yani hawana kosa nalolifanya mbele yangu. Mimi sijui kwamba kuna mahali walikuwa hawajajua. Kwa mimi ni wajibu wangu kuwaambia hapa mlikosea. Kwa mimi ndio mwenye makosa. Itakiwa niwaambie siku nyingi, yani wanatakiwa wasiniombe msamaha, mimi nawaomba wao msamaha. Mimi nimewakosea, sikuwafungua sana. Huyu anasema aisee, nilivyomsikia Afande Sele nia yake ya dhati kabisa ni anatamani kuona superstar mwingine mkubwa tena hata kuliko yeye. Hilo ndio ndoto yangu. Bana message ni nyingi sana, nyingi zinakusifia. Anasema yani leo nimemsikia Afande Sele, nimefarijika sana, na miaka mingi sikuwahi kumsikia akiongea katika mtindo huu. Leo ameizungumzia sanaa nje ndani. Sidhani kama ameshawahi kuongea kama alivyoongea leo ndani ya Mega Mix. Imeshawahi kutokea? Sio mara nyingi sana, lakini nimependa maswali yako na umenijenga niongea mambo. Lakini pia zile hoja za wadogo zangu kwamba da kaka mbona anatukataa, pia imepelekea niongee mambo yote haya kwa sababu ninaamini nilifanya jukumu langu nyakati hizo. Sana. Bana noma sana. Hakuna msanii kama Afande Sele Tanzania, sio Morogoro tu, hata hao wakubwa wanajua King ni nani. Kiukweli nimemsikia, moyo wake ni mzuri sana. Sharo sana kwa mkubwa. Okay, sawa. Anasema Afande, hongera sana kwako. Issue ya ubalozi anafanya vizuri sana, ameshawahi kuja hata huku kwetu Iringa. Okay, sawa, babu kubwa. Na hii ni nchi nzima. Huyu ni balozi wa nchi nzima bana. Kweli. Iringa kule ninaposema mdogo wangu hapo, tulifika pale tulikuwa na makamu wa rais. Nilikaa kambi pale kama vile hata wiki 3 kule kwenye mbuga ya Ruaha. Wakati ule mtu wa Ruaha unakauka, tembo na viboko wanakufa. Mimi nilipewa jukumu lile pale kwenda kule, nikakaa karibu wiki 2-3 kule ndani ya mbuga. Tukiendelea kutoa elimu na kwa wanaoenda kuchungia mifugo kule na hivyo kwa tulifanya kule. Okay, Bright bana, Bright anatusikiliza, yuko Mbezi, Dar es Salaam. Bright mdogo wa Ifakara. Mdogo wa Ifakara. Sasa huyu Bright anaweza kawa ni mmoja ambao anapaswa kunilaumu na anatakiwa nilaumu kweli. Kwa sababu gani? Bright kwanza mimi namuombaga radhi sana kwa sababu kuna wakati fulani ndio nilikuwa nimempoteza mama watoto wangu. Bright alinipa nyimbo yake nzuri sana, alikuwa anazungumzia masuala ya kijamii, anafahamu nafasi yangu. Tuipe pamoja mimi na yeye nimtengenezee verse pale. Lakini niwe mkweli, nilikuwa na stress sana kipindi kile cha ule msiba. Unafahamu kupoteza mzazi mwenzio, unajua unawaza utaliaje watoto peke yako. Kwa hiyo nikakaa kama nimechanganyikiwa. Kwa ile kazi ya Bright sikuweza kufanikiwa kuifanya. Kwa ni mmoja wa dogo zangu ambaye natamani, nasema mpaka leo wananidai. Lakini Stamina nilifanya wimbo wangu wa Mayowe remix namba 3 ile. Baada ya kwa yeye anataka kujitoka kujulikana, nikarudia naye nyimbo ile. Project ya Joseph Kusaga nikafanya na mdogo wangu Stamina. Bele nilifanya naye kazi. Yani Hoteli nilifanya naye kazi. Lakini wote ambao kipindi fulani nilipata nafasi nilifanya nao kazi. Kwa Bright yeye msamaha wake kwangu unatakiwa uwe tu
wa moyo wake, kwa sababu bado nafasi tunayo. Mimi kaka yake nipo duniani na namhakikishia mimi kwenye kuandika mashairi ni kama vile wenda wazimu wangu tu, kwamba kama kuendesha baskeli siwezi kusahau. Kwa hiyo nitaandika tu nyimbo yake hata kama ni nyingine au ile ile, lakini aweke mpango kazi muda wote. Mega Mix. Mega Mix yo. Mega Mix.